kila mmoja au tafadhali, naomba tuweke pembeni. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa nafasi hii Mheshimiwa Karume ili wanao naye aweze kuongea na vijana. Karibu. Tumwimbie Bwana katika roho na kweli. Dada, tunaomba ongea na watoto wako. Kristo. Awali yote mimi namshukuru Mwenyezi kwa zawadi ya wanakwaya wote wa dekania ya Mbagala. Kwa namna pekee nashukuru kamati tendaji ya parokia ya Mbande na kamati tendaji ya dekania ya Mbagala kwa kata na kamati tendaji ya shirikisho la parokia ya Mbande na viongozi wote kutoka parokia mbalimbali ya kwaya ya dekania na watoto mtakatifu walezi na masista wetu. Tumsifu Yesu Kristo. Tumeshawahi kuona gari. Katika gari kuna kitu gani muhimu sana? Injini. Ni kweli. Katika mwili moyo, msikie. Hii ndiye ni moyo wa liturujia. Kwa sababu kuamsha roho za waumini kutukuza Mungu kwa sauti moja. Nasema ni kwaya ni moyo wa liturujia kwa sababu kupitia uimbaji huleta sala hai katikati ya kusanyiko la waumini. Pia kwaya ni moyo wa liturujia, kwani nyimbo zake hubeba neno la Mungu na kulifikisha mioyoni mwa watu au waumini wote. Kwaya ni moyo wa liturujia kwa sababu huongeza utukufu, heshima na uzuri wa ibada takatifu. Kwaya ni moyo wa liturujia kwa sababu kwa kupitia nidhamu na huduma yao hujenga mfano wa kujitoa kwa Mungu Mwenyezi. Na pia kwaya ni moyo wa liturujia kwa sababu bila uimbaji wa misa, liturujia hupoteza sehemu kubwa ya uzuri na mvuto wake wa kiroho. Ni kweli, sio kweli? Ndugu zangu, siku ya leo nimefurahi sana kuwa na ninyi wote. Mwaka jana na mwaka juzi nilienda kukutana na viongozi wa dekania ya Kwakata, lakini sikufanikiwa. Lakini nilimuuliza yule mzee Kahiba mara kwa mara, niliwasiliana nao, lakini sikufanikiwa. Lakini kamati mpya wao pia ni wanapenda kuutilisha na pia ni wanapenda kuleta albamu mpya, na mimi pia napenda kutunga nyimbo. Mimi nilishawahi kutunga nyimbo kama nyimbo 6. Sio hapa parokia, nilipokuwa seminarini. Kwa hiyo seminari nilikuwa huko seminari kuu Peramiho. Kila mwaka nilipokuwa huko nyimbo mbili. Kwa hiyo nyimbo ambazo mbili hizo zilitunga katika sherehe, katika tukio la sherehe, sisi wanadarasa wote tulicheza na tuliimba. Lakini baada ya kufika parokiani niliacha pia nicheze muziki. Kwa hiyo lakini kwa kamati mpya hii inanikumbusha pia ni kuanza upya. Kwa hiyo nitajitahidi, kama tukitunga nyimbo lazima nyimbo ambazo
ziwavute watu wengi, waumini wengi, kama tegemeo langu, sio aloni ya tegemeo langu linawavuta watu wengi, waumini wengi, hata imani tofauti. Vile vile kuna watu wengi wanatunga nyimbo, lakini ni nyimbo ambazo chache tu zinawavuta watu wengi. Kwa hiyo nawaomba walimu wa kata wa dekania wote tukutane, angalau tuwe na sauti moja, tuwe na moja kutunga nyimbo. Tumsifu Yesu Kristo. Jambo lingine ina machache kama mlezi wa kata wa dekania ya Mbagala. Sisi tuanze na ada ya mwaka. Kila mwanakwaya, kama tuliosikia kwenye matangazo ya makamu mwenyekiti alishawahi kutangaza, kila mwanakwaya achangie kwa mwaka shingapi? Shingapi? 5,000 kwa mwaka mzima. Kwa hiyo kila mwanakwaya mnaanza kuchangia 5,000 kwa ajili ya mfuko wa upakata wa dekania. Mchango huu utawasaidia kwa maendeleo ya kwaya kwa utaratibu unaoeleweka. Na jambo la pili, mfuko wa marafa. Wakati wa matatizo, wakati wa furaha na ndoa au na msiba au na wagonjwa katika kundi la kwaya, kama mwanakwaya au mwanakwaya fariki au mwanakwaya kufunga ndoa, itawasaidia sana kwa changamoto mbalimbali. Jambo la tatu, kila kwaya iwe na kanuni na nidhamu ya kwaya, tuheshimu muda, mawazi, maadili na utii wa viongozi. Kila kwaya lazima mmoja au mzee wa maadili au mwalimu wa maadili au nidhamu. Nadhani kila kwaya na mwalimu wa nidhamu yuko. Lakini kwa kupitia siamui maamuzi haraka, unampitia kwanza mlezi wa nidhamu au mwalimu wa nidhamu. Unapopata changamoto kwanza yeye ajue. Baada ya hapo unaweza kufika kwa hierarchia au hatua inayofuata kwa wakuu unaweza kufika. Jambo lingine ni mfuko wa maendeleo ya kwaya kwa ajili ya sare, vyombo vya muziki, safari na miradi ya kwaya. Kila kwaya inaweza kuanzisha miradi mbalimbali kama 20 au 25 au